Lakini mkurugenzi, ukijaribu kutazama ripoti ya CAG katika kipindi cha miaka yote hii minne ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kuna kujirudia kwa baadhi ya mashirika ya umma kuingiza serikali hasara kubwa sana. Kwa nini tunaendelea kuwa na haya mashirika ya umma ambayo kimsingi kila mwaka, kila ukaguzi unapofanyika yenyewe yanatengeneza hasara tu kwa serikali? Ni swali zuri na ni swali ambalo nadhani wananchi wanakuwa wanatamani kujua, kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo yamekuwa kijirudia, lakini kuna baadhi ya mashirika pia yamekuwa yakitoka kwenye list. Yes. Kwa mfano TANESCO. Nafikiri tumeangalia kwenye hesabu zile, kwenye taarifa ile inaonekana kwamba issue ya TANESCO ni madeni. Ili kwamba kuna madeni ambayo yametajwa pale, ni deni la IPTL ambalo kimsingi ni deni la muda mrefu na ni issue ambayo ilijitokeza tangu awamu ya 4. Lakini kuna intervention, kuna hatua ambazo zilichukuliwa kuifanya TANESCO imekaa vile leo. Kwa mfano, serikali ilichukua madeni ya TANESCO ya zamani, kwa kuyachukua ikafanya shirika likawa lina pumzi sasa ya kufanya vizuri. Lakini serikali imejenga mradi huu wa bwawa la Nyerere na kuikabidhi TANESCO. Kwa hiyo zile hesabu zile zipo kwenye hesabu kuu ya serikali na sio ya shirika lile. Kwa TANESCO sasa hivi ni shirika ambalo sasa linaweza likatengeneza faida na lina nafuu kubwa katika muktadha huo. Lina nafuu kubwa kwa sababu mmepewa hizo Mwalimu Nyerere, lakini wakati huo madeni yenu yalibadilishwa. Kwa hiyo sasa wanaweza wakafanya vizuri zaidi huko tunakokwenda. Sasa hiyo pia imekuwa ni hoja ya shirika kama la TCL, shirika la ndege, kwamba sasa na sisi basi tupewe ndege hizi, tupewe na hilo na madeni yabadilishwe kama ilivyobadilishwa kwenye TANESCO, ili kusudi sisi tupate nafuu ya kuweza kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo na sasa ni hatua kwa hatua, kwa sababu pia maamuzi hayo ya serikali kufanya hizo intervention kwenye shirika hadi shirika inahitaji pia nafasi ya serikali, kwa sababu pia kuna majukumu mengi ya serikali ambayo yanashindania hiyo resource, hiyo rasilimali fedha kidogo ambayo ipo. Kwa hiyo hizi hatua ambazo zinachukuliwa zinakwenda kubadilisha shirika moja mpaka shirika nyingine, na kwa namna moja ama nyingine inaongeza ufanisi.